1447 Hijria, tangu Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate kufanya hijra kutoka Maka kwenda Madina. Sasa hivi tuko katika mwaka 1447. Al-Haq subhanahu wa ta'ala amejalia katika idadi ama hesabu ya miezi 12, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Hali iko hivyo. Al-Haq subhanahu wa ta'ala hupata kufadhilisha baadhi ya vitu vingi sana. Tunaweza tukakaa katika kundi la watu 10, lakini mmoja akawa ndio kiongozi, mmoja akawa na fadhila kuliko watu wengine. Tunaweza kaa watu 100, lakini mmoja akawa ni tajiri kushinda watu wengine. Vivyo hivyo katika miezi. Al-Haq subhanahu wa ta'ala amejalia katika miezi 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu ndani yake. Ndani ya hiyo miezi 4 mitukufu tupo katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu unaitwa mwezi wa Muharram. Miezi hii 4 mitukufu imefuatana miezi 3 mutawaliyat, lakini mmoja uko mbali na miezi mingine. Tulianza katika mwezi wa Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram. Ni miezi 4 mitatu mitukufu ambayo kwamba inafuatana. Kuna mwezi mmoja ambao ni mtukufu lakini wenye upo kando sana, lakini si katika hii yenye kufuatana ndani yake. Ndani ya hii miezi 4 mitukufu Al-Haq subhanahu wa ta'ala anasema wala tusidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hii 4 mitukufu. Tupo katika mwezi wa Muharram. Ni mwezi ambao kwamba Al-Haq subhanahu wa ta'ala alipata kumuokoa nabii wake, nabii Allah, Nabii Musa alayhi salatu wasalam ndani ya mwezi huu, mwezi wa Muharram. Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina, aliwakuta watu wa Madina, aliwakuta Mayahudi wa mji wa Madina walikuwa wakifunga katika siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapata kuuliza, hawa wanafunga kwa ajili ya nini? Wakasema wanafunga kwa ajili ya kuokolewa Nabii Musa mbele ya Firauni. Basi Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, basi utapofika mwaka unaokuja na mimi pia nitafunga siku ya 9. Al-Haq subhanahu wa ta'ala anasema afdalu siyam ba'da Ramadhan shahrul Muharram. Bora funga baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni funga katika mwezi huu wa Muharram. Yani funga yenye fadhila kubwa sana baada ya Ramadhani ni funga ndani mwezi mtukufu wa Muharram. Kumbuka nao ni mwezi mtukufu miongoni mwa miezi 4 ambayo mitukufu. Anasema Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga yaumu Ashura, siku ya 10 ndani ya mwezi huu, kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe ya 10, mwenye kufunga ile siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram, Al-Haq subhanahu wa ta'ala anasema ahsasibu ala Allah an yakfira sanata allati qablahu. Tunaparaji kwa Al-Haq subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atapata kufutiwa madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita. Fadhila kubwa hii ndugu yangu katika imani. Anza kuhesabu kama unapata mwezi wa nje ama mwezi wa ndani pia. Wewe hesabu pia. Ifika siku ya 10 funga, ili pia tupate fadhila za kusamehewa madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita. Mzangu, funga ya siku moja, Al-Haq subhanahu wa ta'ala anapata kusamehe madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita. Kwa nini tusipopie funga hii? Fadhila hii ni kubwa sana. Hatuwezi kujua, je, mwaka unaokuja na sisi tutadiriki funga hii ya Ashura? Hakuna mwenye kujua kama atakuwa na kibali cha kuishi katika mgongo wa ardhi. Kama si hivyo sasa, basi tupie kufunga katika funga ya Ashura ndani ya mwezi huu wa Muharram. Amesema Al-Haq subhanahu wa ta'ala, minha 4 hurum. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. Miongoni mwa hiyo miezi 4 mitukufu, huu pia ni mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram. Ndugu zangu katika imani, wengi wetu hatujui miezi hii 12. Ni Muislamu mashallah, unaswali swala 5. Ni Muislamu mashallah, juma mpaka juma unaswali mashallah, lakini wengi hatujui. Tunajua tu mwezi ambao kwamba mahujaji anakwenda kuhiji unaitwa Dhulhijja, na mwezi wa Ramadhani wengi tunajua hivyo, lakini kuanzia Muharram, Safar mpaka Dhulhijja wengi hatujui. Basi sasa tufanye kubwa ndugu zangu. Tukimwona mzee Salim hapa anabadilisha vivyo vyake, tunafuatilia pia. Kutoka Muharram unakuja Safar, Safar unakuja Rabiul Awwal mpaka, lakini wengi wetu hatujui miezi hii 12. Tukisema tuanze kuulizana mmoja mmoja, ataje kwanza Januari mpaka Disemba atataja.
lakini kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja wengi tutataja. Tutakuwa tunagusa vile. Sasa kama ni hivyo, basi kama wewe ni Muislamu wa kweli, Muislamu kwa uko hai wala si maiti, basi fanya kupa haya mambo madogo pia yafahamu kuanzia mwezi Muharram mpaka mwezi wa Dhulhijja, ili pia nawe pia upate kuwa hai. Tunaijua hii mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, lakini ndani ya imani yetu, dini yetu sisi tuna miezi 12 pia. Tufanye kubwa tupate kuijua hii miezi 12. Anasema al-Haqq anasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yawm Ashura, funga siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, ninataraji kwa al-Haqq subhanahu wa ta'ala an yukaffira sanata allati qabla, kusamehewa kwa mja madhambi yalikuwa kabla ya mwaka huu hapa, kwa maana mwaka 1446 kwa mwenye kufunga siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram, basi kwa al-Haqq subhanahu wa ta'ala atapata kughufuriwa yale madhambi yake ambayo kwamba aliyapata kwa teleza, ima kwa bahati mbaya pia al-Haqq subhanahu wa ta'ala atapata kumghufuria mtu huyo madhambi yake hayo. Ndugu zangu katika imani, anasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki ya Musa kuliko hao Mayahudi. Alipokuta Mayahudi wanafunga siku ya 10, Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki ya Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Vivyo akaamrisha pia Waislamu pia kufunga siku ya Ashura kwa ajili ya kuadhimisha kuokolewa kwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Aliokolewa wakati Nabii Musa anafukuzwa na Firaun la Firaun alipogharikishwa katika maji kwa siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram. Vivyo Mayahudi wakapata kuadhimisha siku hii adhimu kwa wao pia wakokolewa Nabii Musa alayhi salatu wasalam kwa kufunga. Hawa ni Mayahudi pia kwa kufunga. Mimi na wewe inakuwaje? Kama Wayahudi waliona fadhila za kuokolewa Nabii Musa alayhi salam, kwa nini nao pia usifunge? Kwa nini nao pia usifunge? Lakini fadhila za kufunga siku ya 10 yaum Ashura, mwezi wa Muharram, basi al-Haqq subhanahu wa ta'ala atapata kumsamehe mtu huyo mwenye kufunga siku ya 10 madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita. Lakini pia akasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna tas'a, lao pia mimi al-Haqq subhanahu wa ta'ala akinijalia kubaki duniani hapa kwa mwaka unaokuja, basi nitafunga siku ya 9. Kama al-Haqq subhanahu wa ta'ala akinijalia kubaki duniani angali pia ni hai na kumua, basi nitafunga siku ya 9 katika mwaka unaokuja. Lakini kwa uwezo al-Haqq subhanahu wa ta'ala, Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupata kuifunga siku ya 9, lakini alisema kama al-Haqq subhanahu wa ta'ala akinijalia kubaki duniani, basi nitafunga siku ya 9 mwaka unaokuja. Kuna fadhila za kufunga siku ya 9 na 10 pia, ili kujitofautisha na Mayahudi pia. Lakini fadhila zingine pia, uweza ukafunga siku ya 9 na 10 ama 10 pia na 11. Kama utaweza, utakuwa na nguvu al-Haqq subhanahu wa ta'ala kukujalia kufunga, basi funga 9, 10 pia na 11, ili pia upate kujitofautisha na Mayahudi. Ndugu zangu katika imani, tuna mambo mengi sana ambayo kwamba yanatukabili duniani hapa. Huenda pia unatafuta mali, huenda pia unatafuta mke, huenda pia unatafuta cheo, huenda na kila aina ya taabu na shida ambazo kwamba zinakubuku pia. Tumia siku hii ama masiku haya kwa ajili ya kumshakia al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Tunajua dua ya mfungaji wa aina yote haini patupu. Dua hii haina kizuizi cha aina yote mbele ya al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Basi tumia kufunga siku ya 10 ama siku ya 9 ama 11 pia kwa ajili ya kumshakia pia al-Haqq subhanahu wa ta'ala shida na taabu ambazo kwamba tunazipitia sisi wanadamu hapa duniani. Zangu katika imani, fadhila hii ni kubwa sana. Kufunga siku moja kupata kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita, basi fadhila kubwa sana. Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kama al-Haqq subhanahu wa ta'ala akimjalia kuidiriki mwaka unaokuja, lakini al-Haqq subhanahu wa ta'ala hakumjalia kuidiriki mwaka unaokuja. Unaweza ukasema nitafunga mwakani, bado na afya, masiku yako mengi sana.
Lakini kama mtume pia Al-Haq Subhanahu wa ta'ala alimwondosha kupata kufunga mwaka unaokuja, mimi na wewe, sisi si wali, si mitume, si manabii, tupo katika daraja ya chini sana. Basi ni vema tukupie fadhila hizi za kufunga siku hii ya 10 ama siku ya 9 na 10 pia, ama 10 na 11, lakini siku ya 10 ndio siku hasa sana, ndio muhimu sana ya kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Anza kuhesabu pia tangu tarehe mosi, tarehe pili mpaka tarehe 10. Funga, weka nia kufunga siku ya 10 ili pia upate kusamehewa madhambi yaliyopita katika mwaka uliopita. Lakini ndugu zangu katika imani, fadhila zingine katika mwezi huu, tupo katika mwezi wa fadhila, mwezi wa kuchuma. Mwenye kufanya kheri ndogo ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi mtukufu huo, basi Al-Haq Subhanahu wa ta'ala atapata kumzidishia malipo maradufu ndani yake. Mwenye kufunga ndani ya mwezi wa Muharram, basi Al-Haq Subhanahu wa ta'ala malipo yake yanakuwa makubwa sana mbele ya Al-Haq Subhanahu wa ta'ala. Sababu ni ipi? Sababu ni mwezi mtukufu. Yani fadhila za mwezi huu na mwezi ambao unakuja pia tofauti pia. Wale watu mitandao pia upata kunadi pia, umekuja msimu wa ofa, msimu pia ukiweka huku pia unapata huku nyingine, wanakuongezea pia ndani yake. Sasa na sisi pia tumepata msimu wa ofa, msimu wa fadhila, msimu wa kuchuma kila aina ya kheri ndani yake. Mwenye kufunga, mwenye kuswali, mwenye kutoa sadaka ndani ya mwezi huu pia Al-Haq Subhanahu wa ta'ala kupata kumlipa maradufu ndani yake. Mzangu katika imani, tupie kheri hizi ili pia tuweze kupata radhi za Al-Haq Subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhera. Nimalizie kwa kusema, anapoondoka mwanadamu duniani, amali zake zote hukatika, isipokuwa mambo matatu. Mwanadamu yeyote anapoondoka duniani, kama alikuwa ni mfanyabiashara, kama alikuwa ni mkulima, kama alikuwa ni mfanyakazi, basi hataweza kunyanyuka pale mtandani, hataweza kutoka kaburini pia kwenda katika amali zake, katika shughuli zake za kawaida, hataweza ila min thalatha, isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba mtu huyu ambaye kwamba yuko kaburini pia basi upata kama yuko hai vile, ni mtu ambaye kwamba alikuwa na elimu yake akaitumia kuwapa maarifa watu kadha, akamfundisha mmoja akafundisha 10 pia akamfundisha 100 pia. Mtu huyu pia anachuma kila tone la elimu yake linapofanya kazi duniani, kaburi pia anapata. Miongoni mwa amali kwamba mtu huyu anapata pale kaburini kwake. Kwa maana kama unamfundisha mtu namna kuchukua udhu, namna kuswali, namna kadha, namna kusoma sura al-Fatiha na mengineo mengi pia, basi unapoondoka duniani, maadamu ile sura al-Fatiha ambapo kwamba ulipata kumfundisha yule mmoja akafundisha 10, maadamu ile asili yako pia inafanya kazi, basi ndio pia kaburi pia unapata. Ama jambo la pili kwa kwamba kupata mtu huyu kuchuma hali ya kuwa ameshaondoka duniani, sadaka jaria, sadaka yenye kuendelea. Mtu akatoa sadaka yenye kuendelea, akajenga msikiti, akachimba kisima, akaja akapanda miti ya kivuli, miti ya matunda, mtu huyu anapata pale kaburini pia. Huwa anatoa mfano mmoja. Umekaa nyumbani kwako, lakini baada ya kukaa nyumbani kwako, basi Al-Haq Subhanahu wa ta'ala unaona katika simu yako umepokea shilingi 200,000, umepokea shilingi 100,000, umepokea shilingi 50,000. Haujafanya kazi ya aina yote, lakini mtu huyu ambaye kwamba yuko kaburini pia anapata tele kwa tele. Sababu ni ipi? Alipata kufundisha watu. Sababu ni ipi? Alipata kujenga msikiti, hata kwa mfuko mmoja wa simenti pia. Mtu huyu amepata kutoa magusati msikitini, makapeti msikitini, basi maadamu pia makapeti hayo yataishi miaka 10 miaka 20, mtu huyu anapata kuchuma kila aina fadhila pale kaburini kwake. Ima jambo la tatu ambalo kwamba itatufaa pia mimi nawe katika makaburi yetu, wala salih yad'una, mtoto mwema mwenye kuombea dua wazee wake wawili. Mtoto mwema mwenye kuombea dua wazee wake wawili. Hata kama una rafiki ametangulia mbele ya haki, ukapata kumwombea dua rafiki yako, basi yeye pia anapata pale kaburini. Kwa mtoto inakuwa aula sana
kuombea dua wazee wake, maadamu pia washatangulia mbele ya haki. Na dua nyingi sana ambazo tunaombea wazee wetu ni dua zile, Rabbi ighfirli waliwalidayya kama rabbayani saghira, e Mola wangu wa haki, wasamehe wazazi wangu wawili kama vile waliponionea huruma mimi alikuwa katika hali ya uchanga, hali ya udogo, walikulea, wakakusomesha, wakakuuza, wakufanya kila aina ya haki zao. Basi pia nao napata kupitia dua yako wewe mtoto mwema, kwa ajili ya kuombea dua wazee wako wawili. Uzangu katika imani, ya kuchuma ni mengi sana katika dini yetu Islam. Mwenye ilmu pia atachuma fadhila za ilmu pia. Mwenye mali pia atachuma fadhila zake. Mwenye nguvu pia atachuma nguvu zake kupitia dini yetu Islam pia. Mwenye maarifa na fikra na kila aina maono katika dini yetu pia, mtu naye atachuma. Usijione kwamba wewe hauna mapesa, uweze kutoa sadaka. Una elimu pia, tumia elimu yako. Mimi sina elimu kubwa sana, tumia nguvu zako. Njoo msikitini, fanya usafi kwa ajili ya haki subhanahu wa ta'ala. Si una nguvu wewe? Tumia kila aina fadhila ambazo kwamba al-Haq subhanahu wa ta'ala amekuja ndani yake, ili pia upate kuchuma tele kwa tele mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Hususan tupo katika mwezi wa fadhila, mwezi wa kuchuma, mwezi wa kuvuna kile ndani ya mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Basi hapa sana katika mwezi huu Muharram tupate kuchuma. Ndugu zangu, tupo katika mwezi wa kwanza katika miezi 12. Huu ndio mwezi wa kwanza tumeuanza mwaka mpya wa Kiislamu 1447. Kutoka katika mwaka 1446. Huu ndio mwaka wa kwanza. Tuna miezi 11 na kuja ndani yake. Tuanze vyema katika mwezi huu wa kwanza katika mwaka mpya wa Kiislamu. Tusifanye kila aina maasi. Kama tuko tunafanya tuyaache, ndugu zangu katika imani. Wengi wetu pia tunafanya kwa siri, tuyaache haya ambayo tunafanya kwa siri, ili pia tuweze kupata radhi za al-Haq subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhira. Lakini ala kulli hal, tusiache kufunga siku ya 10 yaum Ashura. Tusiache kufunga siku ya 10 yaum Ashura, ili al-Haq subhanahu wa ta'ala apate kutusamehe madhambi yetu yale madogo ambayo kwamba tumeyatenda katika mwaka uliopita. Lakini kwa kujitofautisha na Mayahudi pia tufunge kwa siku 9 na 10. Kauli ya Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, lakini al-Haq subhanahu wa ta'ala akinijalia kudiriki mwaka unaokuja, basi na mimi pia nitafunga siku ya 9. Al-Haq subhanahu wa ta'ala wala hakumjalia upata mwaka unaokuja, lakini al-Haq subhanahu wa ta'ala akapata kumuondosha duniani. Yeye ni mtume. Uzama fadhila ambayo tunayo pia, fadhila ya afya, tutumie vizuri. Usiseme utafunga mwakani, funga mwaka huu. Funga mwaka huu. Siku ya 10 bado pia, yaum Ashura bado. Lakini katika maandalizi, weka azima, weka nia kwamba yaum Ashura nitafunga. Hauwezi jua mwakani kama utaupata tena mwaka huo. Hauwezi jua. Hatuna kibali hicho mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Tufunge ili pia tuweze kusamehewa madhambi yetu yaliyopita katika mwaka uliopita. Ala kulli hal, tumwombeni al-Haq subhanahu wa ta'ala atujalie haya ambayo kwamba tunakumbushana, basi yatufae sisi pia na wengine pia. Tujalie, tumuombe sana al-Haq subhanahu wa ta'ala haya ambayo kwamba tunakumbushana, basi tuyote katika maneno tuweke katika matendo, ili pia tuweze kupata radhi za al-Haq subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhira. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna fihi min al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-maqdudin wa la min al-maghdubi alayhim wa la min ad-dallin. Allahumma sahhil lana min kulli ma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif birahmatika ya dhal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.